Mtazamaji wa Mashonaland TV, kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza, basi nakusihi uweze kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Martin Steven na kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba wa kuchagua rais wa bunge na madiwani, mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema amewataka wananchi kuendelea kuienzi amani iliyopo na kudumisha mshikamano. Rai hiyo ameitoa mjini Korogwe Juni 18, 2025 alipokuwa akizindua mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi kwa kundi la wanawake na Samia wilayani Korogwe. Uchaguzi mkuu ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria. Sasa kupitia hadhira hii ni waombe tuendelee kuienzi amani katika wilaya yetu ya Korogwe, lakini tuendelee kuwa mfano katika mkoa wetu wa Tanga, kama ambavyo mwenyekiti wetu amezungumza hapa kwamba baada ya kutangazwa hiyo fursa, watu wa Korogwe mmechangamkia fursa mpaka imejaa na wengine wamekosa nafasi. Wanawake na Samia oye! Sasa nipende kuwapongeza sana kwa kuchangamkia hii fursa, na kama nilivyozungumza, elimu haina mwisho, na naamini kwa kozi hizi mbalimbali mtakazokwenda kuzifanya zinagusa maisha ya mwanamke moja kwa moja. Kuna mambo ambayo mnafanya, mambo mazuri yanahusiana na mambo ya mazingira. Kuna mambo ambayo mnafanya dhidi ya ukatili wa kijinsia. Ndio maana nimeona kamanda wangu pale yuko pamoja na nyie. Naamini wilaya yetu ya Korogwe itaendelea kwenda kuwa salama. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Tanga Bi Hamida Abasi Koja amewataka wanawake kusimama imara kuzizungumzia kazi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vitendo, huku mwenyekiti wa wanawake na Samia wilaya ya Korogwe Bi Fadhila Mataruma akitaja baadhi ya shughuli walizofanya. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, mengi yamesemwa kwa Mheshimiwa Rais wetu, lakini Mheshimiwa Rais wetu hayuko hivyo. Sisi wanawake na Samia tunatakiwa tusimame, tuzizungumzie kazi za Mheshimiwa Rais kwa vitendo, tumsupport Mheshimiwa Rais. Sawa? Kuna watu watatukatisha tamaa, lakini msikate tamaa wala msinune. Tuchape kazi. Wanawake hawa wameweza kumsemea rais katika nyanja mbalimbali, ikiwemo ukatili wa kijinsia, kupinga vitendo vya rushwa, lakini wanawake hawa wamekuwa mstari wa mbele katika kuzitunza amani za familia pamoja na nchi. Kama tunavyojua, ndugu mkuu wa wilaya, amani ya nchi inatunzwa na mwanamke. Mwanamke ndiyo mtu wa kwanza kutunza amani. Kwa hiyo wanawake hao unaowaona wanaiahidi serikali na wanamwahidi rais kwamba watatunza amani za familia na watatunza amani ya nchi kwa kuleta utulivu, na hatimaye Oktoba tutafanya uchaguzi katika utulivu mkubwa sana katika wilaya yetu ya Korogwe kupitia kundi hili la kina mama ambao unawaona mbele yake. Mapema akisoma taarifa ya wanawake na Samia wilaya ya Korogwe, katibu wa kundi hilo Bi Zuena Twaha ametaja mafanikio walioyapata, huku makamu mkuu wa chuo cha VETA Korogwe Josephat Riganya akitaja kozi zitakazotolewa bure kwa wanawake hao shiriki. Wanawake na Samia tumefanikiwa kupata nafasi ya kushiriki na kampuni ya madini Stamico Tanzania katika matumizi ya mkaa mbadala ili kutunza mazingira, na kampuni hiyo imeahidi kuleta mkaa kwa kundi la wanawake na Samia ili wafanye biashara ili wajikwamue kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, pia wanawake na Samia tumefanikiwa kushirikiana na wanachuo na chuo cha mafunzo ya ufundi VETA pamoja na serikali kuhakikisha wanawake wanapata mafunzo ya muda mfupi katika fani mbalimbali bure katika vyuo vya VETA Tanzania, ambayo kwa Korogwe tumefanikiwa kusajili wanawake takriban 245 katika fani mbalimbali zikiwemo ushonaji wa nguo, utengenezaji wa batiki na sabuni, ufundi umeme, kompyuta, mapambo ya saluni na mapambo ya kumbi
za starehe. Chuo cha VETA Korogwe kinatarajia kupokea kundi la wanawake watakaopatiwa mafunzo ya muda mfupi katika kozi zifuatazo: batiki na saluni, batiki na sabuni, upambaji wa kumbi za sherehe na mikutano, ushonaji, kompyuta, umeme wa majumbani, ufundi wa magari, ususi na huduma za saluni, na pia kutakuwa na ufundi wa bomba. Mafunzo haya yatatolewa kulingana na kozi zilizochaguliwa na washiriki wenyewe, yakilenga kuwawezesha wanawake hawa kujipatia ujuzi wa kujitegemea na kukuza vipato vya familia zao. Kwa niaba ya wana mafunzo, sisi wanawake wa wilaya ya Korogwe tumeitikia kwa moyo mkunjufu. Tumepokea haya mafunzo kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kwamba nafasi zimejaa. Tumeambiwa jamani, subirini awamu ya pili. Lakini pia ni kuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi ya kwamba tuko tayari kuitunza amani ya nchi yetu. Kwa nukta hiyo sina la ziada. Mimi ni Emaretini Steven Mhina.